Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa ameipongeza kampuni ya wakandarasi wazawa ya Siotech Engineering Company Limited kwa kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa soko la Sokomatola na kituo kikuu cha mabasi Mbeya jijini Mbeya. Mchengerwa ametoa pongezi hizo baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa soko la Sokomatola na kutembelea ujenzi wa mradi wa kituo kikuu cha mabasi Mbeya, ambapo ameipongeza kampuni hiyo kwa kufanya kazi nzuri ya ujenzi ya miradi hiyo, huku akieleza kuwa kwa namna ambavyo ameona kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo miwili na anatamani miradi yote nchini itekelezwe na wakandarasi wazawa, huku akisema kuwa tayari ametoa maagizo ya kufutwa kwa mikataba ya miradi minne inayotekelezwa na wakandarasi wageni kutokana na kusuasua kwa miradi hiyo na kuagiza wakabidhiwe wakandarasi wazawa. Mradi huu tulisaini mkataba mwaka jana mwishoni, lakini leo mwezi wa 4 tunaona mafanikio makubwa na hatua waliofikia inaridhisha ukilinganisha na miradi mingine. Sasa nimekuwa nikisema mara kadhaa na nitarudia tena, mimi sioni aibu kusema wazi kabisa kwamba lazima ifike mahala miradi hii ya thamani yoyote inayotekelezwa nchini ifanywe na Watanzania, wakandarasi wazawa. Kwa sababu kwanza fedha hizo zitabaki hapa nchini Tanzania, lakini pili wale ambao wanatuonyesha wanaweza tuwape kazi wafanye hizo kazi ni Watanzania na fedha itabaki Tanzania, lakini watakuwa na uzalendo na kile ambacho wanakifanya kwa maslahi ya taifa letu. Kwa hiyo niwapongeze sana wakandarasi, endeleeni kufanya kazi hii kwa bidii, na mimi nimetangulia kusema na nitarejea, sioni aibu kuona kazi zinazofanywa na Watanzania zikipongezwa na sisi Watanzania tukawapa kazi Watanzania ili kuwajenga na kuwaimarisha, ili kusudi kesho tuwe na makampuni ya Watanzania ambayo itaweza kufanya kazi zote bila kutegemea wageni. Hivi karibuni tumekuwa na miradi zaidi ya 4, miradi ambayo tumewapa wageni, wamechukua fedha, miradi haijakamilika, na hivi tumeshatoa maelekezo mikataba hiyo ifutwe, tuanze upya, tutafute makampuni mengine ya wageni ya Watanzania tuwape hizo kazi, kwa sababu tuliwaamini tukawapa kazi. Walipaswa tukabidhi kazi toka mwezi wa 2. Leo tunakwenda mwezi wa 5, wako 30%. Hao wageni tunaowazungumza, hao wageni wamechukua zaidi ya mabilioni ya fedha. Sasa hatuwezi kukubali kufika huko tena. Tumeanzisha Samia Bond ili kusudi tuwatengeneze Watanzania, wakandarasi wa Tanzania, wale wenye kuhitaji kukopa waende wakakope wakajiimarishe, ili kusudi tuwe na makampuni mengi ya Watanzania wazawa ambao watakwenda kufanya hizi kazi. Natamani sana na ninarejea tena kuona kazi zote zinazofanywa na TARURA au TAMISEMI zifanywe na wazawa bila aibu hata kidogo. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kuwaomba makampuni ya Watanzania, mnapopewa kazi ifanyeni mkitanguliza taifa la Tanzania mbele, uzalendo. Wekeni utaifa mkijua kwamba kazi hii ni kodi zetu wa Tanzania. Fanyeni kazi hii mkitanguliza taifa letu mbele. Mkiweza kuaminiwa, hatutakuwa na sababu ya wageni kufanya kazi hapa nchini. Kazi zote zitafanywa na Watanzania. Sasa bahati mbaya wako wazawa wengine ukiwapa kazi wanakwenda Afrika ya Kusini kutumia advance payment, wanakwenda nje kutumia. Tukiondokana na makampuni haya tukabaki na Watanzania, kazi zote wakachukua Watanzania, wanapokwenda kuanza kazi wakatanguliza Utanzania mbele, wakajua hizi ni kodi za Watanzania, maana yake watafanya kazi hii kwa wivu mkubwa kuhakikisha kwamba kazi zimekamilika vizuri. Kwa hiyo mimi endelee kuwaomba wazawa, sisi TAMISEMI tunataka tuwaamini, na ndio maana tumeileta Samia Bond. Tunawaomba fanyeni kazi, mnaopewa kazi zifanyeni kazi, kamilisheni kazi kwa wakati, fanyeni kazi kwa viwango vya hali ya juu, ili kusudi tuendelee kuwaamini na hata miaka ijayo kusiwe na wageni kufanya kazi za Watanzania. Na nimeeleweka vizuri. Kwa mimi niwapongeze sana. Akizungumza baada ya Waziri Mchengerwa kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa soko la Sokomatola wenye gharama ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 6,791,249,590 na senti 5, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya Patrick Malunenge amesema ujenzi wa miradi hiyo mikubwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, huku akiwataka Watanzania kutunza amani iliyopo nchini kwa kuwa bila amani hakuna shughuli yoyote inayoweza kufanyika. Tupeleke fahamu
kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wote, ukiwepo na wewe wizara yako. Tunashukuru kwa mradi huu kwa sababu utaleta chachu kubwa sana kwa watu wetu wa hizi kata mbili, kata ya Majengo na Sokomatora, lakini na Mbeya kwa ujumla. Kwa sababu hapo watakuja wakulima, wataleta mazao yao toka milimani kuja kuuza hapa. Lakini wafugaji wa kuku watakuja kuuza hapa. Lakini wauzaji wa samaki watauza hapa. Na wengine wengi. Kwa maana yake uchumi wa eneo hili utarudi, mzunguko wa pesa utarudi kwenye eneo letu la Sokomatora. Na ndiyo Mheshimiwa Rais azima yake na ndio malengo yake. Kwa sisi wana Mbeya tunasubiri tu ifike hiyo mwezi wa 10, tutachukua tutaweka kwa Rais Samia, na tuendelee kutunza utulivu wa amani uliopo. Tumekaa hapa tunafanya shughuli zetu kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliapa na yeye aliapa kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Tunakaa hapa leo tunaona soko linajengwa kwa sababu ya amani. Kama watakuja wale wasio na nia njema na mkoa wetu wa Mbeya na nchi yetu kuja kuwaelekeza vitu vya hovyo, tuwapige vita na wakashindwa wakalegee kabisa. Sasa tunataka watu wetu wa Mbeya mfanye shughuli zenu kwa amani, soko likamilika, mfanye biashara. Kama anakuja mtu mwingine anakuambia wewe kimbia barabarani tu, unaweza kukimbia miezi 6 barabarani? Tuongee kweli, mtu anakuja anasema tembea barabarani wewe kuanzia mwezi wa kwanza mwezi wa 12. Utatafuta pesa saa ngapi? Utapeleka watoto shule saa ngapi? Ukiumwa utaenda kutibiwa hospitali gani? Kwa hiyo tuepuke, kuna baadhi ya maneno yanaweza kama naongelewa na watu, ni watu wale ambao hawaitakii mema nchi yetu na hawatakii mema mkoa wetu wa Mbeya. Mkoa wetu wa Mbeya umetulia, tuendelee kuchapa kazi na maendeleo kwa kwenda mbele. Sehemu yote ambayo haina utulivu maendeleo yanakuwa hamna. Maana Mbeya mlishawahi kuonja sumu. Uongo kweli? Uongo kweli? Mlishawahi kuonja sumu. Kwa hiyo tusirudi huko. Sasa hivi ni wakati wa kupeleka maendeleo mbele. Rais wetu ameshakuwa mstari wa mbele kutuletea maendeleo. Sisi tuunge mkono hizo juhudi. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa soko la Sokomatora, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya John Nchimbi amesema mradi huo umeenda kwa kasi kubwa na kwa haraka kutokana na uwezo mkubwa wa mkandarasi, akieleza kuwa hii ndiyo hali halisi ya uwezo wa kandarasi wa Kitanzania. Utekelezaji wa kazi hii, Mheshimiwa Waziri, inakwenda vizuri sana. Inakwenda vizuri sana kama utakavyoikagua, na sisi kama client ambao tunaiwakilisha serikali tunaridhika na utekelezaji wa kazi hii. Tunajivunia sana utekelezaji wa kazi wa mkandarasi mzalendo, ambapo siku zote tulikuwa tumezoea kuona wakandarasi kutoka nje wakifanya kazi hizi, lakini mkandarasi mzalendo anaonyesha Watanzania tunaweza, na yeye ni kielelezo sahihi. Hatua aliyofikia hakuna aliyekuwa akitarajia. Tulikuwa tunategemea tuone wa China tunasema wanafanya kazi kwa uchawi, lakini sasa tumeona Watanzania wakandarasi wanafanya kazi kwa uchawi. Mheshimiwa Waziri, miundombinu katika uwanja huu ni ukumbi mkubwa, mgahawa mkubwa, kituo cha polisi, kituo cha kutolea huduma za kwanza nursing station, vyumba vya ofisi ya biashara, vyoo vya matundu kadhaa, supermarket, chumba cha kuhifadhia mizigo na sehemu ya starehe. Lakini pia kutakuwa na sehemu ya maegesho. Mabasi kwa wakati mmoja yatakayoweza kupaki hapa yatakuwa mabasi 113, daladala kwa wakati mmoja 150, taxi kwa wakati mmoja ni 68, magari binafsi yanayosubiri abiria kwa wakati mmoja ni 68, na maegesho ya bajaji na pikipiki kwa wakati mmoja 150. Hii maana yake ni zaidi ya mara 10 ya stage tuliyokuwa nayo hapo awali. Mpaka sasa katika utekelezaji, Mheshimiwa Waziri, zilizokwisha kufanyika ni pamoja na ujenzi wa nguzo za wima kwa ghorofa ya chini umekamilika na unaendelea usukaji wa nondo kwa sakafu na ghorofa ya kwanza, na umwagaji wa zege wa slabu wa ghorofa ya kwanza unaendelea. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Anthony Komba.